mkoa wetu wa Mara ameupendelea sana. Mkoa wetu wa Mara, ndugu wageni waalikwa, tumefanikiwa kuwa na chuo cha mkoa ambacho ni chuo kikongwe kinachoongozwa na mimi mwenyewe, lakini rais wetu huyu ameweza kutujengea pia vyuo vya VETA kila wilaya. Wilaya ya Rorya tuna chuo cha wilaya kinajengwa, kiko kwenye level ya finishing. Wilaya ya Tarime tuna chuo cha VETA kinajengwa, kiko kwenye level ya finishing. Wilaya ya Serengeti, wilaya ya Bunda na wilaya ya Butiama tayari chuo kimekamilika, na tulipewa dhamana kama chuo cha mkoa kusimamia ujenzi wa kile chuo, na kimeingia mwaka wa pili sasa. Kinaendelea kutoa kozi zipatazo 4 na short course mbalimbali pale Butiama. Tunapokea maprofesa kwa ajili ya kupata ujuzi, na serikali hii inayoongozwa na Daktari Rais wetu mpendwa Samia Suluhu Hassan ameona kwamba hili eneo ndilo ambalo litamwezesha Mtanzania kujiajiri, kuajiri na kuajiriwa. Na niwaeleze tu kwamba kwenye vyuo hivi nchi nzima ada ni shilingi 60,000 chuo cha dei. Kwa mfano pale kwangu VETA Mara bado hatujaanza kuwapokea wa boarding, analipa shilingi 60,000 kwa mwaka mzima, na pale jenga maisha bora na yenye uhakika zaidi. Napenda pia kuwaomba wazazi na walezi muendelee kuwaunga mkono vijana hawa hata baada ya kuhitimu. Wengi hukosa mwelekeo baada ya shule kwa sababu ya kukosa ushauri na motisha. Tuendelee kuwaelimisha na kuwahamasisha waendelee kujifunza, kujiendeleza na kutumia ujuzi wao vizuri. Kwa wazazi, wapeni nafasi watoto wenu kuonyesha ubunifu wao. Kama mtoto ana ndoto ya kuanzisha biashara ya useremala, uwashi, ufundi magari, msaidieni kumtia moyo. Tuwe kizazi kinacho dharau kazi za mikono, tuwe kizazi ambacho hakidharau kazi za mikono, bali kinachodhamini kazi za mikono, kwa sababu ndizo zinazojenga taifa. Na kama nilivyotangulia kuambia pale mwanzo kwamba taifa letu kwa sasa focus kubwa ya hii miaka 5 inayokuja ya serikali ya mama yetu huyu imefocus zaidi ufundi kwa kutumia mikono. Sisi tunaita hands on, ufundi kwa kutumia mikono zaidi, na ndio maana ameweza kujenga vyuo vyote hivyo akavipeleka mpaka kwenye ngazi ya wilaya. Ndugu waalikwa, nimefarijika pia sana kusikia na kuona kwa macho yangu jinsi shule hii inavyoendelea kujenga vijana wenye maarifa, nidhamu na ujuzi wa vitendo, vijana wanaoweza kujiajiri na kusaidia maendeleo ya taifa letu hapo baadaye. Mtaani na kujifunza mambo ya ushoga kuliko mkakae mtaani mkajifunza madawa ya kulevya, kuliko mkakae mtaani na kuvuta bangi. Na nilipokuwa kabla sijaja Mara, tunaamini Mara huku kidogo kwenye zao la hilo zao nikomesha. Tunaomba sana msielekee huko. Wale wanaotoka Arusha tungesema kuna cha Arusha. Mmewahi kusikia cha Arusha Sasa mgusane na hicho cha Arusha, kinakufanya unakuwa kichaa kabisa. Tumewaandaa vizuri. Serikali imetumia gharama kubwa sana kuhakikisha mnapata elimu ya nadharia hapa. Serikali imewaandaa vizuri sana kupata elimu ya vitendo, na mmetuonesha hapa mlipokuwa mnatu display jinsi ambavyo mnaweza mkatumia tehama kwa ajili ya kuwaletea ajira, kwa ajili ya kuwaletea fedha kwa maisha yenu ya baadaye. Tunawahitaji vijana ambao watatuwakilisha vizuri kule nje. Self
awareness nafikiri mtakuwa mmefundishwa, self dependence mtakuwa mmefundishwa. Nenda ukajiheshimu. Tunaamini wazazi wamewalea vizuri. Hapa tumewalea vizuri kwa miaka minne. Miaka minne sio michache. Usiende ukaharibu kwa sababu ya mambo ambayo yanapita. Tunasema kwamba haya mambo yaliyopo kule yapo, lakini elimu ndiyo jambo la kwanza. Walitoa igizo lao hapa wakasema elimu na pesa. Nikasikia mabinti wanasema pesa. Hakuna kitu kama hicho. Elimu kwanza, pesa inafanyaje? Inafuata. Askofu, wewe ni shahidi. Biblia ninayoamini inasema mtafute sana elimu, usimuache aende zake. Na Biblia hiyo hiyo ikatoa majibu, kwa maana ni uzima wako. Tuko pamoja? Mwambie mwenzako mtafute sana elimu, usimuache aende zake, maana ni uzima wako. Vis-a-vis, usipoitafuta hiyo elimu, wewe ni bure. Usipoitafuta hiyo elimu, wewe ni mfu. Maana kinyume cha uzima ni nini? Ni mauti, ni kifo. Kwa hiyo kuna fursa ya ufundi ambayo nimepewa hapa kuisema na bodi yenu ya chuo na management ya bodi yenu ya shule na management yenu ya shule. Hii fursa msiache iende zake. Tumesema ni 60,000 kwenye vyuo vyote nchi nzima vya day, ni 120,000 kwenye vyuo vyote nchi nzima vya bodi. Hiyo ni fursa nyingine. Lakini tumefika mbali sisi VETA. Ukishamaliza level 1, level 2, level 3, kwa wale ambao wanataka kusoma kozi ya muda mrefu, kuna chuo cha ualimu kinaitwa VETA Morogoro. Tunamwandaa huyu fundi aliyosoma miaka mitatu kwa kumpa certificate ya mwaka mmoja. Inaitwa Certificate of Vocational Training. Baada ya hapo, ajira poto inakuajiri. Tuko pamoja? Tuko katika mambo mbalimbali kama ifuatavyo. Kutokana na miradi inayoendelea hapa shuleni, vijana wengi wanaendelea kupata ajira, kuendelea kufanya vizuri kitaaluma. Lakini shule imeendelea kufanya maboresho na ukarabati miundombinu kwenye miundombinu mbalimbali ikiwemo miundombinu ya karakana, kukamilisha miradi mbalimbali ya ujenzi hapa shuleni. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mafanikio tajwa hapo juu na serikali kuendelea kutoa fedha nyingi kila mwezi, bado kuna changamoto nyingi ambazo zinahitaji kupatiwa ufumbuzi. Changamoto hizi ni kama ifuatavyo. Upungufu wa kompyuta ambapo somo la kompyuta linafundishwa kuanzia kidato cha kwanza hadi cha 6, na kuanzia mwaka huu tutaanza kufanya mtihani wa vitendo wa kompyuta, hivyo kuleta ugumu wa kusoma kwa vitendo.